Okay, karibu tena. Leo ni siku nyingine njema. Imempendeza Mungu tufike tena studio hapa kwa ajili ya Light Talk sehemu ya 4, kwa maana ya episode ya 4. Mimi ni Geoffrey Mayolo, nipo na Apostle. Okay. So tunakwenda kulikulupua tena. Okay. Apostle, karibu sana bwana. Asante sana. Sijui una chochote? Mimi namshukuru Mungu tu kwa neema yake na rehema zake ambazo katika hizo tumekutana tena. Jana tulikuwa tuna lile swali ambalo linasema katika kanisa la sasa hivi na malezi yake kwa jumla, hasa kwa wana wa Mungu waliookolewa, tunapaswa kumuona Mungu katika namna ipi ili tuondokane na sheria za sasa hivi ndani ya kanisa. Yaani mtu anapokuwa anaomba na nini amuone Mungu kama baba yake, baba yake kabisa, kwa sababu Yesu alisema yule ni baba. Sisi tunadefine vipi hiyo baba, kama vile tunaingiza baba nyingine? Of course mzizi wa swali ulianzia hapo na tulianza kutrace tangu mwanzo kabisa, tukaja yani agano la kale, tukaja mpaka huko kwenye kidogo agano jipya. Yes, ndio. Lakini vile vile leo ninapenda tuchomokee pale namna Yesu alivyohukumu kwa utofauti wale wanawake wawili, kwa maana ya wa kimataifa na huyu mwingine mwenzake. Hebu tuanzie hapo tupate njia tuendelee na nani yetu. Mimi nashukuru kwa hivyo ambavyo umesema. Ndio. Kumbuka katika swali hilo linaonyesha mahusiano. Ndio. Yaani Mungu anavyohusiana. Ndio. Na nilianza nakumbuka kuongea Biblia ni nini na nikaongea maagano. Yes. Na unaposema maagano maana yake unaingia kwenye mahusiano yenye bondi fulani. Ndio. Na nikasema hii maagano ni tofauti na ile makubaliano au mapatano ya kawaida kwamba tuonane saa 10. Ndio. Naomba uniletee sijui nini, saa utaniletea nitakurudishia hela. Yaani inavuka kidogo hapa. Unapoongea agano maana yake kuna damu. Ndio. Na sasa hivi ulimwengu umeendelea, sasa hivi kuna mambo mengi magumu yanafanyika. Kuna vitu vinaitwa kama cult ni watu fulani au jamii fulani ambazo zinakuwa na mambo ya ajabu kama unasikia Freemason, Illuminati, nini. Wanakuwa na covenant zao. Yaani unakuta watu labda wanajichanja mikono, wanachanganya damu, wanaongea maneno, wanakunywa hiyo damu, wanafanya vyovyote. Sasa hiyo ndio hiyo ni sehemu ya agano, na maagano namna hiyo ni magumu sana. Yaani hiyo nasema hata mtu ikitokea kama muamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake akaokolewa, moja ya vitu ambavyo ni kwangu naona ni muhimu kwake kuweka wazi mambo kama haya kwa yule mtumishi. Kwa sababu vinginevyo hicho kitu kitamfuatilia na kitakuwa kinamtesa sana. Kwa nini? Lazima atolewe kwenye hilo agano. Sababu lile linakuwa lina ule uhai ambao labda umechanganywa na damu zao wao, au walitumia damu ya mnyama au damu ya ndege, whatever. Wengine wanatumia kuku, wengine wanatumia, watu wanatumia mpaka paka. Nimeona mimi sio nchi za wapi huko, nchi kama za Asia huko wanafanya covenant, wanachinja paka kama anavyochinjwa nani mbuzi. Kitu kigumu sana, unajua kuchinja kama paka, unajua ni kitu kigumu sana. Sasa mtu wa vile kumtoa, yeye lazima kuna kitu kifanyike cha ziada kumtoa kwenye hilo. Otherwise atakuwa anasumbuka sana. Ni kweli yanaweza kuwa anaongea maneno katika Kristo kumtoa, ila inategemea pia na commitment yake kwa Mungu. Na katika kuyaandama maneno ya Mungu ili kuwa free kutoka kwenye hilo. Kwa sababu kumbuka kitu ambacho Paulo anakiongea kwa kanisa, nilikiongea nafikiri kwenye episode ya kwanza. Anasema kama kuna hitaji kubwa sana kwa kanisa ni badiliko la fikra. Anasema mgeuzo kwa kufanya upya nia zenu au fikra zenu ili mpate kujua ni nini hayo mapenzi ya Mungu ya kupendeza, yaliyo mema na makamilifu. Warumi sura 12 mstari wa 10. Sasa hiyo kubadilishwa fikra, hapo ndio waga pana vita kubwa. Sasa kwa mtu ambaye anaweza akawa committed kwa Mungu na akapata watumishi wanafundisha maneno yani maneno ambayo hajagoshiwa, naweza kusema hajachanganywa, hajachakachuliwa, labda inaweza kumsaidia kutoka, ila kuna vitu vingine vigumu. Yaani unaona kuna vitu vingine vigumu. Sasa kwa nini naongea hivyo? Naongea nikitoa ile picha ya mahusiano. Yaani watu wanavyohusiana, tunavyoongea agano, yaani kuna aina fulani za mahusiano ambazo zinakuwa zinaenda ndani zaidi. Yaani sio kitu cha mahusiano ya karibu. Ni kama familia.
Sasa ndio kama vile ulivyokuwa unaongea, unavyosema Mungu ni baba, it means kuna covenant ambayo ipo ndani ya damu. Ndio. Ingawa katika Mungu imekaa katika namna tofauti kidogo. Tofauti na katika namna kibinadamu. Ndio. Familia ya kibinadamu ile covenant ambayo inafanya kazi kwetu ni kutoka kwenye damu ya baba. Si unajua wote wanachukua damu ya baba, kama wewe watoto wako walivyo watoto wangu. Wote wana DNA yangu. Kwa hiyo ina maana kuna agano fulani. Yaani wao ni tokeo la agano langu na mke wangu. Ndio. Umenipata? Yaani wao ni tokeo la agano langu na mke wangu. Wamezaliwa. Ila kumbuka pale ndani katika kuzaliwa kwao kuna kuhusika kwa damu. Damu yangu imehusika. Damu ya mke wangu imehusika walipokaa tumboni mwake. Ndio. Sawa sawa. Sasa unapokuja katika Mungu, katika Kristo, imehusika damu ya Yesu, ambayo ilikuwa ni covenant kati ya Mungu na Yesu. Unajua agano jipya, agano ni Mungu na Yesu, sisi ni matokeo ya agano. Hiyo na yenyewe ni kipengele kingine tukiongea. Ila kuna namna watu wanaongea kama vile tumeingia maagano na Mungu. Hatujaingia maagano na Mungu. Ndio maana pia agano jipya huwa kuna wakati usipokuwa mwangalifu, unaweza kukuta unaliongea kama agano la kale, kama kitu kinachokudai utende. Yaani kinakudai utii. Kinakudai utii ili Mungu afanye. Utii ili Mungu afanye. Ndio. Ila haiko hivyo. Kwa nini haiko hivyo? Kwa sababu huku sisi ni dua. Sio obera. Ni dua. Dua na obera ni tofauti. Okay. Watendaji wa neno na watii kwa neno ni watu wawili tofauti. Sio kama yani utanielewa ile nani fikra ambayo naiweka. Unajaribu kuielewa. Kutii ni kama, naweza kusema kwanza, kutii ni kama kitu kilicho nje yako. Kutenda ni kama kitu kilicho ndani yako. Ndio. Ila tu unakuwa informed, unapewa tu taarifa. Okay, hii hapa ni njia fulani ngumu kidogo, si huwa najiepusha ninapokuwa tunaongea mwanzoni kuongea vitu vigumu vikafunga sana. Nikakuta na watesa wanafunzi wanaopenda kujifunza. Okay. Sipendi sana kukaa ila mbele tunapoongea tutakuwa tunaongea hivi vitu vigumu. Ndio. Ila napenda hiyo tofauti ya neno la Mungu lilivyoongea kwa watu wa agano la kale na lilivyoongea kwa watu wa agano jipya, ni vitu viwili tofauti. Ndio. Huku Mungu anatuita watoto. Kule waliitwa watumishi, watumwa. Mtumwa, Yesu anasema mtumwa akai siku zote nyumbani, ila mwana ukaa siku zote nyumbani. Agano jipya limetufanya sisi kuwa wana, watoto wa Mungu. Agano la kale liliwafanya kuwa watumwa. Okay. Watumishi wa Mungu, watumwa wa Mungu. Sio, umeelewa? Kwa hadi sasa kujitambulisha kwa Mungu kama baba, mimi mtumwa wako, nipo mbele yako, ni wrong. Yaani hiyo kuna shida kwenye fikra yako. Hata Yesu pamoja kwamba alikuwa anatumikia mission ya baba, bado alikuwa anamtambua Mungu kama baba, kwamba niko kuyatenda mapenzi ya baba yangu. Sifanyi neno isipokuwa lile nimemuona baba ananiambia, nimemuona baba ananene, ndio nalisema. Yaani unamuona yoyote ukisoma kwenye Yohana sura 5 unakuta Yesu anavyoongea. Ndio. Ila pochi yake ajitambulishi identity yake kama mtumwa. Anaongea kama mwana, ambao Wayahudi walikuwa wanaikasirikia sana kwa sababu walikuwa wanaona unajifanya kama uko sawa na Mungu. Ila wao kwa na ile fikra ya kitumwa ndio walikuwa wanaona sawa. Ndio. Ila Mungu kumbe kavunja hiyo. Kwa sababu sasa hivi mahusiano nayo yaleta ni tofauti. Anataka tuwe wanae, hataki tuwe watumwa wake. Sawa. Na kuna kitu kimoja ambacho utakubaliana na mimi Geoffrey, kina nguvu sana. Ndio. Ingawa culture zetu hasa huku mbeleni kutoendelea ni kama kimepoteza nguvu, ila kuna baadhi ya jamii jamii fulani ambazo huwa zinaelewa nguvu ya hicho kitu. Mfano, jamii zote ambazo zinatoka kwenye zile nani ya kifalme, yani mfano ile yani nani ya kifalme, sio niiteje, yani unaweza kusema ukoo wa kifalme au familia ya kifalme, let's say kama Queen Elizabeth, ndio, wa Uingereza, ndio, au huyu wa huku Mswati. Yani wale zile jamii zote, au pale Uarabuni Dubai, yule mfalme sijui yule nani sijui anaitwa yule Mwarabu ambaye ndio kama mfalme wa Dubai pale, fanya mambo makubwa sana. Au watu na hizo jamii zote, teachings zao, mafundisho yao na training zao ni tofauti na jamii iliyo nje ya ile jamii. Okay. Sio kama umenipata hapo. Yaani unakuta kama Malkia Elizabeth, wale ma prince
wanavyoongea nao wale watu ambao wamewekwa mahususi kwa ajili ya kuwatambulisha watoto wa kifalme wanakaaje, wanakuaje. Utakuta ile lugha Uingereza nzima hawaongei lugha za namna hiyo. Ndio. Yaani hiyo inaongewa katika jamii ya nini? Ya kifalme. Sasa ndio hiyo ambayo unakuta hata kwetu kwenye mahusiano leo ni tofauti sana Agano la Kale na Agano Jipya. Ndio. Kwa nini? Moja kati ya vitu ambavyo vipo Agano Jipya kuna lugha mpya. Umesikia? Anasema na hao waaminio, moja kati ya ishara ambazo zitaonekana kwa waaminio, watanena kwa lugha mpya au watasema kwa lugha mpya. Akisema kusema kwa lugha mpya, nafahamu watu wengi wanafahamu kunena kwa lugha. Ni sawa. Lakini mimi kwangu naona ipo nyingine zaidi ya hiyo. Kupo kunena kwa lugha. Lakini ndani ya hiyo kunena kwa lugha, ukitafsiri, kwa sababu ukiangalia kama kwenye Wakorinto unakuta Paulo anaongea tafsiri za lugha. Ndio. Kwamba kuna kunena kwa lugha, afu kuna kalamu ya kutafsiri. Ili ile lugha ulionena iwe na maana kwako. Kwa sababu unapoielewa inaleta maana. Kwamba Mungu alikuwa anasema na wewe kitu gani? Alikuwa anataka nini kitokee, au alikuwa anakupa ujumbe gani? Yaani iko hivyo. Sasa tunapoongea habari za lugha mpya, ile kunena kwa lugha ni ufunguo wa lugha ya mbinguni. Lakini pia inapokuwa translated, inapotafsiriwa katika lugha ya kawaida tunayoielewa, inakuwa na nguvu na maana zaidi, ambayo ikitafsiriwa inaongea lugha mpya kwetu. Na jumla nzima ya Agano Jipya utakuta hata Yesu anapoongea, anaongea lugha mpya ambayo jamii aliyokuwa nayo ilikuwa inapata shida kumwelewa. Ambayo hata kanisa la sasa pia bado hiyo lugha ni changamoto. Mfano, niliongea nafikiri kwenye episode ya 2 kama sikosei. Anasema twendeni kwa Lazaro tukamwamsha, amelala. Ukisoma hiyo story kwa nyuma kidogo, utakuta walikimbia kule kwa sababu wataka kupigwa na Wayahudi. Wanafunzi wakaambia, lakini Bwana, huko tumetaka kupigwa tu juzi hapo. Alafu unataka tena turudi. Alafu kama huyo Lazaro amelala, si ataamka. Kwa nini lazima sisi tukamwamshe? Ndio. Umeelewa? Baadaye ikabidi arudi, tunasema arudi kwenye dimension waliopo, kwenye nyanja waliopo katika ufahamu wao. Kwamba sio kumwamsha kwa maana ya kulala usingizi kama mnavyofahamu. Ila nazungumzia habari ya kwamba Lazaro amekufa. Sasa sio unanipata eh? Sasa lugha aliyoongea kwao ilikuwa ni lugha mpya, hawakuielewa. Kwamba twende tukamwamshe. Ila yeye alichokuwa anamaanisha na wao maana waliopata vilikuwa ni maana mbili tofauti. Hiyo ya kwanza. Kuna nyingine alifuatwa na nafikiri mkuu wa hekalu mmoja, sio alikuwa ni kitu kama ni mkuu wa hekalu kama sikosei. Akamwambia, mwanangu anaumwa sana. Ndio. Twende ukamponye. Yesu akakubali, akasema twende. Wakiwa njiani akatokea mwanamke yule alikuwa anavuja damu. Ndio. Miaka 12. Ndio. Maandiko yanasema akagusa pindo la vazi la Yesu, akapona. Yesu akasimama kwenye ule msafara, akasema kuna mtu amenigusa, nguvu zimenitoka. Petro akamwambia, Bwana, watu wengi, unaona watu kila mmoja anakugusa ovyo. Ila Yesu ni kama akawa anaonyesha kwamba kuna aina ya mguso ambao ni miguso ambao spirit yangu imeachilia nguvu. Ndio alichokuwa anakiongea. Kwamba kwenye roho, yani kuna wao wanaogusa mwili hawana shida. Ila kuna yule aliyegusa kule ambako nguvu ziko. Na nimeona nguvu zimefanya nini? Zimenitoka. Sasa ni kama Yesu alikuwa anajua kwamba kuna kitu, nguvu hizi zikitoka kuna kitu zimefanya. Kitu ambacho pia tunatakiwa tufike huko. Yaani mimi kama minister nifike mahali nguvu zikitoka najua nguvu zimetoka. Ila leo kama tunapata watumishi wanaweza kaongea hiyo chache sana. Yaani wewe tunajua tukukemea na kuomba, ila tujui hata kama nguvu zimetoka au kama nguvu hazijatoka. Yaani unamuona kabisa kwamba Yesu alikuwa anafanya kitu ambacho habahatishi, yani anajua nini anafanya. Kwa sasa hivi sana utasubiria ushuhuda. Yaani unasubiria na kutia moyo kwamba imekuwa. Wewe amini tu imekuwa. Kuna wakati hataki kuforce kwa sababu ile nguvu kama ipo tu. Na kama jambo limetokea tu. Ndio. Mimi ukifuatilia pale ndio inasema akaja mtu kutoka kwa nyumbani kwa yule nafikiri alikuwa ni sio alikuwa ni nani, ila nafikiri alikuwa ni mtu wa hekalu yule. Akamwambia, usimsumbue mwalimu. Mwanao ameshakufa. Yesu akamdaka pale. Akamwambia, usiogope. Amini. Mwanao ni mzima. Sasa kitu ambacho tunataka kukiongea, alipofika nyumbani kwa yule mtu akakuta watu wanalia kilio. Stari washaweka nini ile hali, kuna kilio kinaendelea. Yesu, maandiko yanasema, akawanyamazisha, akaambia, nyamazeni, mtoto hajafa, amelala tu. Nasikia hiyo lugha. Maandiko yanasema ghafla wale walikuwa kilia wakaanza kumcheka.
wanacheka kwamba amelala. Unaweza kutufanya sisi mapunguani, hatuna akili. Tumeona tumempima, tumemcheki, tumeona kabisa kwamba mtu amefanya nini? Amekufa. Wewe unasema kalala. Ndio. Ila pia ukitaka ugundue kwamba Yesu anachosema ni kweli katika yeye. Niseme hivyo. Yaani ni kweli katika yeye, sio katika wengine. Katika dimension ambayo yeye katika yeye yupo. Yaani ile dimension ambayo yeye yupo ni kweli. Alipoingia, maandiko yanasema akamshika mkono mtoto. Akamwambia, binti, amka. Sio fufuka. Kwamba roho ya mauti mwachilie huyu. Toka. Wala kufanya hiyo kitu. Yeah. Ndio maana wakati mwingine hata leo tunashindwa kufufua kwa sababu gani? Hatujafika hapo. Leo utataka ukemee roho ya mauti itoke. Lakini fufua zote za Yesu, hakuna mahali umesikia akemea roho ya mauti. Zote the way anavyo likabili lile jambo ni kama yule mtu ni mzima kabisa. Yaani hata Lazaro wakati anamfufua ni kama anampitia mtu aende mahali kwamba yuko chumbani. Lazaro, njoo huko nje. Ukisoma kwenye ile Yohana 11, anasema akainua mikono yake juu akasema, Baba, ninakushukuru. Afu akaita kwa sauti, Lazaro, njoo huko nje. Wakaanza kusikia tu bu bu bu. Si unajua lile iko kama mashimo unachimba. Kwa hiyo maana yake yule alikuwa amefungwa sanda. Kwa hiyo kutoka maana yake lazima alikuwa anaruka, hakuwa anatembea. Amezungushiwa sanda. Aliporuka wanashangaa mtu anatoka mbele ya jiwe. Watu wanaona wakataka kukimbia, ambeno mfungueni sanda. Sasa hiyo ni lugha mpya. Kwa nini naongea hivi? Nataka kusema kuna namna mahusiano ambayo Mungu kaeleta katika Agano Jipya ni tofauti sana na mahusiano ya Agano la Kale. Afu Agano la Kale ilihusika sheria. Kumbuka hii episode iliyopita nimeongea sana Agano la Kale jinsi Mungu alivyohusiana na taifa moja tu ambalo yeye alichagua kwa sababu yake mwenyewe. Alichagua Israeli na akahusiana nao kwa njia ya sheria ambao sio Mungu alitaka ahusiane na Israeli kwa sheria. Ila Israeli ndio alitaka wahusiane na Mungu kwa sheria. Utaeleza kwa nini? Pale kwenye mlima utakumbuka tuliongea. Wakati Mungu wameomba waongee, Mungu akafurahia akamwambia Musa, waambie waje tuongee. Walipoona ile hali ilivyokaa pale ni tete, akasema giza matetemeko, akamwambia Musa, wapi? Wewe nenda kaongee naye afu utakuja utuambie yote yanayotaka sisi tufanye. Kwa hiyo kana ile fikra ya kwamba yeye atuambie tu sisi tufanye tumalizane. Ndio sheria zilipokuja. Simenipata. Ile sasa ile yote akatembea wakaivunja, baadaye Mungu mpaka anafika anaongea kwa nabii Ezekiel nafikiri na Yeremia sio naye aliongea, anasema kwamba nitafanya agano jipya sio kama lile la kwanza. Ile la kwanza wamelivunja. Ile agano nitakalofanya nataka niandike sheria zangu ndani ya mioyo yao. Ndio. Alafu sio tu kuandika ndani ya mioyo yao, pia nitawapa roho yangu itakayowaendesha katika hizo sheria ambazo nimeandika ndani ya mioyo yao. Maana wanakuwa empowered katika kitu ambacho nakubaliana nao. Umecheki voka vizuri nakupata. Umecheki voka vizuri Sasa unapoliongea agano jipya ukiwa sensitive na jinsi lilivyokaa, kama kuna watu wataki kustruggle ni watu wanaoelewa agano jipya linalofanya kazi. Kwa sababu wote waliomwamini Kristo na kufanyika kuwa watoto wa Mungu wamepewa uwezo. Sasa sema wamepewa uwezo kufanyika kuwa wana. Maana ni watu ambao wako empowered katika ile hali ya mahusiano yao na nani? Na baba yao. Wamewezeshwa. Yes. Alafu kule kuwezeshwa kwao kuna wafanye vile baba anavyotaka. Ambayo sisi wahubiri wa neema mara nyingi huwa tunatuhumiwa kama tunapoiattack sheria na kuiondoa isiwepo katikati ya watu kwamba hatuwezi kuhusiana na Mungu kwa kuitumia sheria. Mfano kama tupige sasa kwenye swali letu kwamba unavyohusiana na Mungu. Leo utagundua sheria imeweka namna ambayo hata unavyoenda mbele za Mungu uwe na style fulani. Yeye lazima utubu, lazima si ufanye nini, lazima utafute chumba, lazima utafute mahali palipotulia, lazima uende kanisani, lazima uvae. Yaani hizo style zote, activities zote za kuhusiana na Mungu. Umeelewa? Ila ukija kwenye reality ya jinsi ilivyokaa, Yesu asemi hivyo. Yesu anasema zamani kulikuwa na hizo activities hizo za kwenda Yerusalemu, sio kubeba sio nini, sio kufanya. Lakini sasa hivi hamtakwenda kule tena. Kwa nini? Ni kama Mungu ametoka kule amekuja kwenu. Yuko ndani yenu. Yuko ndani yenu.
Sasa unamfuata tena wapi? Imechange. Kwa hiyo maana mahusiano tayari yamefanya nini? Yamechange. Ndio maana anasema kwenye Wakorinto ile wa pili sura 6, anasema nitakaa katikati yao. Nitakaa ndani yao na katikati yao nitafanya nini? Nitatembea. Nitakuwa Mungu kwao nao watakuwa watu wangu. Nakupata. Umenipata? Tayari mahusiano yamefanya nini? Yamechange totally. Sasa uwezo ukaniambia huyo Mungu ambaye yuko katika sura namna hiyo kukaa ndani yako, ya kuwa baba kwako, afu nakupa na sheria za kufanya ili hamna kitu cha namna hiyo. Maana yeye kukaa ndani yako inakuwa haipo. Kwa sababu ni kama ukija kwenye ile niseme ile fullness ya mahusiano tulionayo, ni kama Geoffrey haishi ila anaishi baba ndani yake. Ana dominate. Si umenipata? Yeah, sure. Nakupata Ostro. Lakini msingi wa swali nadhani mpaka sasa hivi tupo pazuri sana. Lakini tu kwa namna neema ambavyo inajifunua kwetu sisi. Unajua watu wamezoea sheria, watu wamezoea kuambiwa usifanye kile, fanya hichi hapa. And then wanatii kupitia hii hapa. Leo tunakuja kujifunza kwamba kumbe Mungu alishaondoa sheria zake. Yaani kwamba hatutakiwi tena kuzifuata hizo sheria, kushika sheria. Ila sana inatakiwa tumsikilize Roho Mtakatifu. Sasa kuna mtu anaweza akajikuta kwamba anatamani, labda anatamani kufanya uzinzi. Hauoni kwamba unamfungulia mlango wa yeye kuzini kwa sababu anajua kwamba hizi sheria hakuna sheria, alafu moyo wangu kama vile unataka hichi kitu, ngoja nifanye, maana yake nipo driven kufanya hichi kitu. Na kuelewa unachosema. Ila nataka nikuonyeshe kitu hapa katika hicho unachosema. Ndio. Anasema hivi katika Warumi nasoma sura ya 7 mstari wa 8. Anasema lakini dhambi ilipata nafasi kwa ile amri, ikafanya ndani yangu kila namna ya kutamani. Kwa hiyo mpaka mtu anatamani, ina maana kuna amri. Sheria ilianza. Yaani kuna amri ambayo au sheria, whatever hizo amri 10, sheria ndio chocho ambayo imefanya nafasi dhambi kuwa na nguvu kwake. Ndio maana the way of anasema lakini dhambi ilipata nafasi kwa ile amri au kwa ile sheria, ikafanya ndani yake kila namna ya kutamani. Kwa hiyo unapomwongea huyo mtu mpaka anatamani hivyo, ina maana ndani yake kuna namna tamaa imeinuka kwa sababu kuna sheria ina uhai bado. Sikiliza anapoendelea kwenye sentence, anasema kwenye mstari anasema hivi. Anasema ikafanya ndani yangu kila namna ya kutamani. Anasema kwa maana dhambi bila sheria imekufa. Hili neno kubwa sana. Yaani kwamba dhambi bila sheria imekufa. Manake dhambi ikiwepo sheria inakuwa hai. Sivyo elewa nikisema hivyo? Dhambi bila sheria imekufa. Ni kama mwili bila roho. Unafanya nini? Umekufa. Si ndio anavyosema Yakobo? Hata unapoongea imani bila matendo imefanya nini? Imekufa. Alafu anasema ni kama mwili bila roho umefanya nini? Umekufa. Na hapa Paulo anaongea kitu kile kinachofanana na kule kwamba dhambi bila sheria inakufa. Kwa hiyo ina maana uhai wa dhambi ni sheria. Yaani unajua unavyoipiga hapa inaonekana kama sasa tukiachia hii ina maana si tutakuwa huru kufanya. No, hautakuwa huru, ila wewe huwezi jua kama hautakuwa huru. Yaani unajua nature ya sheria ipokaa inakuonyesha kama ukiniondoa mimi sheria, yaani utafanya vitu vya ajabu. Ila kihalisi ukweli kabisa ukiondolewa hiyo sheria katika Roho, kwa sababu haya maneno tunaongea katika Roho Mtakatifu. Ukiondolewa hiyo sheria, ile hamu ya dhambi huaga inakufa. Seriously, inakufa kabisa. Alafu sasa hata ile asili ya tunda la Roho ndio huaga inainuka. Ndio anasema tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna nini? Sheria. Maana yake tumesema mtu anapokaa anaongozwa na Roho. Kwanza ukisema kuongozwa na Roho, maana yake unasema kuongozwa na asili ya Mungu. Kwa sababu Roho ndio aliyebeba asili ya Mungu. Sasa ile asili anavyoifanya ikue ndani yako, ile asili inazaa hizo tabia ambazo ndio zinaleta hayo matokeo, kwamba watu wakija kwako wanakuta upendo, wakija kwako wanakuta furaha,
Furaha katika mazingira gani? Katika mazingira ya huzuni, katika mazingira ya masikitiko. Sababu tuongee furaha katika mazingira yanayofurahisha. Tunapoongea vitu vya kimungu viko against kabisa na ulimwengu wa kawaida. Ndio maana ukisoma katika nyaraka hizi, Matendo ya Mitume ile sura 5 mitume walipopigwa viboko kwa sababu ya kulitaja jina la Yesu, maandiko yanasema wakatoka wakiwa wamefurahi kudhalilishwa. Kitu ambacho leo si unasoma hapo maandiko, labda hiyo hii hapa ipo, hebu tusome bwana. Kuna watu najua wanapenda sana kusoma maandiko, ndio naona uhakika. Yaani kwamba bila kusoma yani mambo ya watu wanataka yani kusikia unasoma, ukiongea tu hivi hivi wanakuwa waelewe kabisa unataka kuambia nini. Matendo ya Mitume sura 5 mstari wa nisome kuanzia mstari wa nisome 40. Anasema wakakubali maneno yake. Nao walipowaita mitume wakawapiga, wakawaamuru wasinene kwa jina lake Yesu. Kisha wakawaacha waende zao. Nao wakatoka katika ile baraza, nani mitume, wakifurahi kwa sababu wamehesabiwa kuwa wamestahili kuaibishwa kwa ajili ya jina hilo. Wamepigwa, wamezalilishwa, afu wanatoka wakifurahi kwa sababu wamehesabiwa kuwa wamestahili kuaibishwa kwa ajili ya hilo jina. Leo wamechukua point. Hebu chukulia leo watumishi tulionao unaofahamu. Amekamatwa. Kwa nini unaongea habari za Yesu? Akapigwa. Kesho utasikia yuko mahakamani. Kwa nini anipige? Kwa nini nizalilishe vile mbele ya washirika wangu? Ila mitume huko unakuta wakafurahi. Kwa ajili ya kuzalilishwa. Kwa nini? Wanahubiri jina la Yesu. Sasa hii ndio furaha ambayo naisema ya Roho Mtakatifu. Yaani kwamba ni katika difficulties time. Yaani mazingira ambayo sio rafiki, mazingira lakini kuna furaha fulani ipo ndani. Ambayo inatoka kwenye asili ya Mungu, ambayo ni Roho Mtakatifu aliye ndani yetu. Amani. Anapozungumza amani, maana yake ile ni amani ya moyo ambayo inavuka hali zote. Yaani kiasi kwamba unakuta kuna kodi, kuna nini, kuna vurugu zote zipo. Lakini moyo bado una amani. Hauna mahangaiko. Sasa hiyo sio amani ya dunia. Sababu amani ya dunia inaendana na vile ambavyo unaweza kujibu mambo mbalimbali yanayokukabili kutoka kwenye dunia. Kwamba akaunti yangu inasoma vizuri, kazi zangu zinaendelea vizuri. Hapo unakuwa na amani. Maana pakiteteleka amani inakuwa haipo. Sasa hayo ni maisha ambayo kiukweli ndani ya kanisa ukiamua uyatafute kama ilivyokuwa kwenye kanisa la kwanza la mitume, hayapo. Ni wachache sana wana maisha ya namna hiyo. Hayo maisha tulikuwa nilikuwa nasikia shuhuda zamani miaka ya nyuma. Nakumbuka kuna mzee Moses Kulola nani wenzake walivyokuwa kiko, ndio nilikuwa nasikia hizo shuhuda za mama anapigwa kwa sababu ya kumwamini Yesu, anapigwa na mume wake. Siku hizi hamna hizo shuhuda. Siku hizi usanii tu, yani kumekaa ujanja mwingi. Afu mama anayepigwa unamkuta anampenda Mungu. Nakumbuka mimi wakati naokoka kuna dada mmoja alitengwa na familia yao. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa ni mtu wa dini nyingine. Alipomwamini Yesu, familia nzima ikamtenga. Afu alimwamini Yesu akiwa form 2. Yule dada alipofika form 4 akapiga division 1. Akiwa anaishi kwa tabu, yuko na watakatifu. Maisha magumu, hakuna support, wamemtema. Au fika form 6 akapiga 1 ya maana. Familia wote wakaanza kurudi. Kuna huyo anakoelekea. Alafu yule dada alikuwa ni mpole. Alikuwa ni mtaratibu. Si yuko wapi? Nilifanikiwa kumuona, niwe kumuona nikiwa Songea huko. Nikawa napewa testimony kwamba huyu dada ilikuwa hivi na hivi, ilikuwa hivi na hivi, ndugu zake walimkataa na nini. Kwa hiyo sasa hivi amemaliza form 6, amepata division 1 na hivi anaenda chuo kikuu. Ndugu ndio wameanza kuhangaika, sio anajifanya kurudi, sio na nini. Lakini uwezo kwa laumu ndugu unajua. Sometimes ndugu wanafanywa vile. Si Yesu anasema nimekuja kuleta upanga, sijaja kuleta amani, nimekuja kufarakanisha, nimekuja kufitinisha. Baba atamchukia mwana, mwana atamchukia baba, mama sio ni, yani ni hivyo. Wanachukiana kutoka kwenye nini? Kwenye kile wanachoamini kuhusu Kristo. Yaani kwamba kuna mmoja anamwamini Yesu, anafunuliwa Yesu, anaamini mpaka familia inamkasirikia, inamchukia. Ila leo hatuna hayo mambo. Kwa nini hatuna? Sababu tumecompromise na vitu vingi sana. Mahusiano yetu hayako intact. Yaani hajakaa pale yanapotakiwa kukaa katika Mungu. Sanaa ziko nyingi mno. Hata neema tunavyoiongea, ukweli neema inaonekana kama inaruhusu watu wawe loose na wafanye vyovyote, lakini sio kweli mzee. Neema manake sio kwamba unapewa amri ili umpendeze Mungu na uwe na haki mbele za Mungu. Neema manake unapewa asili ya Mungu. Ndio maana ukisoma kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa nafikiri wa 4 au 5 anasema, au mstari wa 9 anasema
ngoja nisome. Mimi napata shida leo. Nikutana na changamoto ya watu wanasema huyu anaongea tu, somi maneno. Okay. Sasa nikagundua kumbe watu wanapenda mkiwa mnasoma. Wengine mpaka umesoma ndio anapata akili. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa nisome mstari wa 9. Anasema kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Kwa nini hatendi dhambi? Kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake. Sio kwamba ameshika amri. Si unakumbuka swali uliloniuliza? Yeah. Sio kwamba aongee hapo kwamba ameshika vizuri amri. Anasema hatendi dhambi. Kwa nini? Kwa sababu uzao wake, uzao wa nani? Wa Mungu unakaa ndani yake. Ndani ya mtu. Si ndio tulichokuwa tunaongea hapo? Kwamba yani tunapokea ile asili ya Mungu ambayo inafanya asili ya dhambi sukumwe nje. Ila pia ndani ya hii nafahamu mtu anapomwamini Yesu upo wakati anakuwa anakosea. Upo wakati ataonekana kama anatenda dhambi. Kwangu unasema hatendi dhambi kwa sababu asili ya dhambi inakuwa imeondoka ndani yake. Ila anakuwa yuko kwenye process ya kukua. Hilo ni jambo muhimu sana. Ndio maana Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 2 anasema nanyi kama watoto waliozaliwa sasa yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa ili kwa hayo mpate kukulia nini? Wokovu. Kwa hiyo maana yake vile unavyoona ni kama ile anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminiwa jina lake, waliozaliwa si kwa mapenzi ya mtu, si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mwanadamu, bali kwa Mungu. Waraka nani Yohana sura ya kwanza mstari wa 12 unasoma mpaka 13, 14 anasema naye neno akafanyika mwili akakaa kwetu nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana tukae mbele za Baba amejaa neema na kweli. Sasa unaiona kabisa kwamba okay, kumbe kwa kumpokea tunazaliwa. Na chochote kinachozaliwa maana yake huwa kinakuwa. Hakuna kinachozaliwa kikiwa kitu kizima. Si umeelewa? Au kimekuwa tayari. Yaani kama mti umezaliwa, yani hapa pamezaliwa mti afu ghafla unatoa matunda mtaukimbia huo. Yeah. Si umenipata? Kupata vizuri. Hata katika Agano Jipya hili Mungu alichoamua, ameamua kwamba familia yake izaliwe na yeye. Ndio maana hata introduction ya Yesu ya mahusiano ya Mungu huku anapoongea na Nikodemo, anaambia Nikodemo, ili uingie ufalme wa Mungu unabudi kuzaliwa mara nini? Ya pili. Lazima uzaliwe mara ya pili. Mahusiano ya huku kinachokufanya uhusiane na Mungu sio kusoma maandiko, sio kujua Biblia, sio kujua maneno, ni kuzaliwa. Nikodemo anashangaa kwamba inawezekanaje Bwana? Yaani mimi niingie kwenye tumbo la mamangu nizaliwe mara ya pili? Nikodemo, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Sizungumzie habari ya kuzaliwa kwa mwili, nazungumzia habari ya kuzaliwa kwa roho. Kilichozaliwa ni kwa roho ni roho. Ni roho. Na Mungu ni roho. Maana yake ana wazao wanazaliwa kwa nini? Kwa roho. Kwa njia nini? Ya neno lake na roho wake. Umeona sasa mahusiano ya huko yalivyokaa. Tofauti kabisa na Agano la Kale, tofauti. Agano la Kale hawajui kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili maana yake nini? Agano la Kale wanajua kwamba usizini, usiibe. Mungu atapendezwa usipoiba. Ila ndani anatamani ambapo usitamani nyumba ya jirani yako, wala mke wake, wala mtumishi wake, wala chochote alicho nacho. Ila watu walikuwa wanatamani. Kwa nini? Tumeona Paulo anasema, nilipoambia usitamani ndio tamaa ikainuka ndani yangu. Ila kinyume chake huku Mungu anaamua kwamba hawa ili wanipendeze na niwafurahie lazima wawe na asili niliyo nayo. Sio tabia. Wawe na asili niliyo nayo. Tabia huwa inabadilika. Asili haibadiliki. Asili siku zote inadumu vile. Hata kama mtu ni mwanaume akajisema yeye ni mwanamke, ni kujidanganya tu mwenyewe. Ila ukweli ni kwamba ile nature yako inabaki vile. Na inakuwa wakati wote inagombana na wewe. Pamoja na kwamba ndio hiyo unakuta ni mambo sasa hivi yako duniani. Mtu analazimisha kwamba mbona mnaniangalia hivi? Mimi ni mwanamke. Na mtukikagani tutakuwa wewe ni mwanaume. Au yeye ni mwanamke. Anifanya yeye una mabinti unakutana naye, yani unamuona ni kama mwanaume yani unafahamu. Mwanamke kabisa. Yani wewe ni mwanamke. Yani whatever hata ungefanya nini bado wewe ni nani? Ni mwanamke. Yani asili yako imekufunga mahali ambapo huwezi kucompromise. Kwa hiyo ile mimi wanaita ni kujidanganya tu. Sasa ndivyo ilivyo katika Mungu. Ndio maana hapa anasema hii Yohana anasema kwamba kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatende dhambi. Kwa nini? Kwa sababu yule uzao wake unakaa ndani yake. Na ndio nimepita huko kote kwa hao walioamini. Na nikasema anapokosea sasa utashangaa. Hapa anasema kila aliyezaliwa na Mungu hatende nini? Dhambi. Hapa waraka hii wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa kwanza anasema hivi, watoto wangu wadogo sikiliza hayo maneno.
Watoto wangu wadogo nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Ila angalia maneno yake jinsi anavyoongea. Anasema watoto wangu wadogo. Maana ni watoto wake wadogo katika nani? Katika Kristo, katika imani, katika roho. Anajua kabisa hao ni watoto wadogo, hawajazoezwa bado. Ndio maana unakuta hata kwenye Wakorinto ukisoma kuna sehemu Paulo anasema, ninyi ni watu wa mwilini, kama kuna fitina kwenu, kuna uzushi, kuna nini, bado nyinyi ni watu wa mwilini. Maana nyinyi ni watoto. Ndio maana siwezi kuongea na nyinyi vyakula vigumu. Siwezi kuongea na nyinyi mambo magumu ya kimungu kwa sababu nyinyi ni watoto. Mmezoezwa maziwa. Huyo Paulo anaongea kwa Wakorinto. Huyo hapa Yohana anaongea hapa. Yeah. Petro pia tumemwongea, anasema nanyi kama watoto waliozaliwa sasa yatamanini maziwa ya asili yasiyogoshiwa, maziwa ya akili yasiyogoshiwa. Na unajua kabisa mtoto yote anapozaliwa chakula cha kwanza anachokula ni nini? Maziwa. Kwa hiyo hata katika Mungu anachukua hiyo kama mifano kwamba hata watoto waliozaliwa katika roho kuhusiana na Mungu nao pia wana process hizo, wanakuwa. Na katika kukua kwao kunategemeana na wanacholishwa, kwa sababu mtoto hakui kwa sababu anafanyishwa mazoezi. Hakuna mama anakatoka chake anakafanyisha mazoezi kanakuwa. No. Sheria zinafanya watu wajihukumu sana. Kwa maana ya mfano mtu akitenda dhambi, kama tulivyoongea kwamba ni process ya kukua. Naamini kwamba ni kwamba tu cha kwanza dhamira yako iwe kwa Kristo, yani kwamba wewe kweli umempokea Kristo. Lakini ikitokea kwamba umeanguka katika dhambi, bado endelea kumwamini Kristo kwamba atakutoa huko kwa sababu uko katika process za kukua. Lakini mara nyingi huwa inatokea mtu anapotenda dhambi, baada ile kumaliza, kwa maana ya dhambi yani ya kisheria sasa ni kawaida tunaongelea, akitenda dhambi, baada ile dhambi anakuwa na majuto, uchungu wa kujihukumu sana. Si ndivyo? Yani anajihukumu mpaka anatoka kwenye track. Kama ataingia kwenye maombi, basi anaweza kuwa kufunga kwa siku kadhaa kwa ajili ili tu Mungu aweze kumsamehe. Kwa maana hiyo kitu tunachokiongea hapa ni kwamba ikitokea kwamba mtu ambaye anamuamini Kristo sasa na haamini tena hizi sheria, yupo katika process, maana akitenda dhambi, tunachokiongea hapa ni kwamba anatakiwa aamini tu kwamba ipo siku Yesu wewe mwenyewe utaninyoosha hapa nilipo. Right? Ndicho hicho unachokiongea. Mimi nimependa ulivyoileta. Yaani umeifanya hiyo rahisi kwangu. Ukisoma hapa kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2, hapo sema watoto wangu wadogo nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa nani? Kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Sawa? Ndiye anayetuombea. Sasa tukishaingia kwenye hii, kwanza ile nature ya sheria imekaa kimahakama. Ndio. Umenielewa? Yaani wakati wote unapoongea mambo ya kisheria, huwezi ukakwepa mambo ya kimahakama. Yaani hata kama ni mahakama ya ndani yako wewe mwenyewe. Ndio hicho ninachosema. Okay. Yaani jumla yake, yaani wakati wote unapoongea kwamba hapa kuna sheria hizi, kuna sheria, mwisho wa siku lazima kutakuwa na mahakama ambayo itahukumu ambao hawakufanya sawa sawa na sheria zilivyowekwa. Sio, umenielewa nini? Sasa ndio maana unakuta kutoka kwenye hii shetani kule anaitwa mshtaki wa ndugu zetu. Ukisoma kwenye Ufunuo 12, anasema mshtaki wa ndugu zetu awashtakie usiku na mchana. Afu kule unakuta anasema nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Wale sisi watu waliokoka wengi wanataka kuitumia kwenye maombi. Lakini kumbe pale iko specific. Yaani sijui mimi, labda sijui Mungu atatusaidia. Ila mimi ninavyoitazama, yaani unaona kabisa mtume Yohana anavyoiongea kwamba anavyoongea kwamba wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ilikuwa ni kwamba wanamshinda kutoka kwenye area ya mashtaka. Kwamba huyu ni mshtaki. Ila sisi kinachotupa kumshinda ni damu ya mwanakondoo na neno la ushuhuda wetu kutoka katika nini? Mashtaka yake. Sasa nikisema damu na ushuhuda wetu, lazima uwe na ufahamu, kwa sababu shetani tunapambana naye kwenye ufahamu. Narudi tu kwenye pointi yako. Huyu mtu amekosea, sawa? Na amemwamini Yesu. Ila unaweza ukasema bado hajakuwa. Ni kama Yohana anasema mtoto mdogo. Na nimekwambia hii ni issue ya kimahakama. Ukizungumza sheria, umezungumza issue ya nini? Ya kimahakama. Maana yake Mungu ndio jaji mkuu. Persecutor ni shetani. Shetani ndio persecutor, ni mshtaki. So unafahamu polisi wapo mpersecutor,
wale wanaoshika faili la mashtaka. Sasa ndivyo shetani ambavyo amekuwa akifanya kwa kanisa, amekuwa akifanya kwa Israeli. Hata ukisoma nafikiri kuna sijui ni kitabu gani, sijui ni kutoka kwenye Zekaria, sijui ni nani, anasema akasimama akamshtaki kuhani. Sitaki niende huko, itanipeleka mbali, ila nibaki hapa. Ndio. Siku tutakazomuongea huko shetani ni nani na nini, kwa sababu kumfahamu adui yetu ni muhimu. Yeye kazi yake ni kushtaki. Anashtaki kwa kutumia nini? Anashtaki kwa kutumia sheria ambazo Mungu kawapa ninyi. Anawashtaki vipi? Anawashtaki kutokea ndani ya watu na kwenye dhamiri zenu, ndani ya moyo wako, ndani ya kwanza kwenye dhamiri. Ni kama vile ilivyokuwa kwa Kaini. Yes, kuna ile Kaini. Ukiacha ile, ipo ya Agano Jipya, yule mwanamke aliyefumaniwa na zini. Wale walikuwa wanasema Musa alituambia wanawake wa namna hii tuwapige kwa mawe mpaka wafe. Wale walisimama kwenye mashtaka. Hata walipoenda kwa Yesu walikuwa wanamshtaki yule mwanamke kwamba tumemfumania huyu mwanamke katika tendo la nini? La uzinzi. Maana ndani yao alikuwa na operate pale, alikuwa ni shetani. Yeye ndio persecutor, ndio mshtaki. Sio kama unanielewa nasema. Ndio maana leo mtu anayesimama kwenye hiyo nafasi inabidi awe sensitive sana. Unaweza kujikuta unafanya kazi za shetani. Ndio maana Yesu alifika mahali katika Agano Jipya anasema usihukumu, usije ukafanya nini? Ukahukumiwa. Sababu hiyo kazi ya mashtaka na kuhukumu hiyo ni kazi ya shetani. Kuleta hizo hukumu kwamba huyu kuna hiki na hiki amefanya, mashtaka hayo. Ambayo yanapelekea hukumu. Na hukumu maana yake ni tokeo la mashtaka yaliyoletwa. Ndio. Maana yake umejaji ukafika mahali unatoa hukumu. Sasa ukirudi kwenye hii, kwa sababu imekaa kimahakama, nataka niongee. Kwa nini nimeiongea hivyo? Nataka niongee hivi. Leo kama ulivyosema, mtu amefanya anabaki, amezini. Alafu akaumia, akapata mashtaka, yani ile sin conscious, yani kamtesa. Anafunga. Unajua hata ile kufunga ni tendo la kidini, sio tendo la kimungu. Ndio. Sio tendo la kimungu. Sio tendo la kimungu. Ni tendo la kidini. Kwa sababu dini inatuaminisha kwamba kufunga ndio kunafanya Mungu akusamehe. Hivi kufunga ndio kunafanya Mungu akusamehe? Okay. Au ni damu ya Yesu na kazi ya msalaba ndio inafanya Mungu akusamehe? Of course ni damu ya Yesu. Yes. Ni kazi iliyofanyika msalabani ndio ilifanya Mungu afanye nini? Atusamehe. Vile unapofunga, maana yake ni kama unasema unayo damu, unayo mwana kondoo unamleta, unavyotaka nikusamehe. Leo haiongewi hivyo ndani ya kanisa. Kwamba hivyo mnavotubu kila siku usiku kuomba Mungu awasamehe, mbona tuone wanyama mnaowapeleka? Watu wanaitumia damu ya Yesu. Lakini pale kihalisi kwamba damu ya Yesu haihusiki. Sababu damu ya Yesu inafanya kazi mara moja. Mimi ninapofahamu, ukiangalia kwenye Agano, damu ya Yesu inafanya kazi mara moja tu. Tutarudi hapo. Ngoja nisome Waebrania sura ya 10. Utanielewa ninachosema kwa nini damu ya Yesu inafanya kazi mara moja tu kwa mtu anapoamini. Ila changamoto inakuwa ni ufahamu. Watumishi wanashindwa kulisha watoto wa Mungu, wakawa na ufahamu ambao ukakuza ndani yao, ukawakuza katika Mungu. Wakaenda mahali ambapo wakakua, wakatoka kwenye hizo hali za utoto. Ndio kama hizi nasema watoto wangu wadogo na waandikie haya. Ila wakafika mahali wakawa watu wazima. Sikiliza anavyosema kwenye Waebrania 10. Anasema hivi, nisome kuanzia nianzie mstari wa 2. Utanielewa. Yanaongea upande wa Agano la Kale na anaongea upande wa Agano Jipya. Anasema hivi, Waebrania 10 kuanzia mstari wa 1 anasema, basi Torati kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa, wala si sura yenyewe kivuli. Unakumbuka tuliongea hiki kitu? Kivuli. Wala si sura yenyewe ya mambo hayo. Kwa dhabihu zile zile wanazozitoa kila mwaka daima, haziwezi wakati wowote kuwakamilisha wakaribiao. Yaani wale waliokuwa wanatoa kila mwaka wanaenda Yerusalemu, hazikuwa kamilisha. Hawakuwa wakamilifu manake. Ndio maana kila mwaka ilibidi waende. Anaendelea. Kama ndivyo, je, dhabihu hazingekoma kutolewa? Maana ingefika mahali zingefikia mwisho kama zingekuwa zimewakamilisha. Lakini na maana hazikuwa kamilisha. Ndio maana ilibidi kila mwaka wao wanaenda kutoa. Kila mwaka wanaenda kutoa. Anaendelea nasema, kwa maana waabuduo wakisha kusafishwa mara moja, wasingejiona tena kuwa na dhambi, sin conscious. Anaendelea nasema, lakini katika dhabihu hizo liko kumbukumbu la dhambi kila mwaka. Maana kuna mashtaka ambayo yalikuwa yanabaki. Ndio maana Agano la Kale tunasema damu ilifunika dhambi, haikuondoa dhambi. Ila sifa ya damu ya Yesu moja, sifa kubwa na heshima kubwa ya damu ya Yesu yenyewe huwa inaondoa dhambi. Sasa fundisho la dhambi linavyoondolewa ndio hilo fundisho linatakiwa ndani ya kanisa. Ili watu wakue, watu waanze kumuona Mungu na umhesabu Mungu kuwa ni baba na wafike mahali wa umiliki wa uwana. Ndio. Anaendelea anasema, maana
haiwezekani damu ya mafahari na mbuzi kuondoa dhambi. Si unaelewa? Haiwezekani kuondoa, maana ilikuwa inafunika. Na mission hasa ya kumweka mtu huru ni lazima dhambi iondolewe. Anasema, kwa hiyo ajapo ulimwenguni nasema, dhabihu na toleo hukutaka, wala dhabihu na toleo hukutaka, lakini mwili uliniwekea tayari. Unakumbuka kuna siku tuliongea kwamba Yesu alipoingia ndani ya Mariamu, mwili ulikuwa umewekwa tayari kwa ajili yake. Hakuchukua mwili kwa Mariamu, angechukua asili ya dhambi. Sasa mwili uliniwekea tayari. Anasema, sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi hukupendezwa nazo. Ndipo niliposema, tazama, nimekuja katika gombo la chuo, nimeandikiwa niyafanye mapenzi yako Mungu. Huyu ni Yesu anaongea. Unajua ni Yesu hapa. Asema, niyafanye mapenzi yako. Hapo juu asemapo, dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo dhambi hukuzitaka, wala hukupendezwa nazo, zilitolewa kama ilivyoamuru Torati. Lakini kumbuka, Torati iliamuru, lakini hazikumkamilisha huyo mtu. Ndio maana kila mwaka alikuwa anapanda anaenda kutoa. Anaendelea kusema. Anasema, ndipo aliposema, tazama, nimekuja nifanye mapenzi yako. Aondoa la kwanza ili kusudi alisimamishe la pili, agano. Anaondoa agano la kwanza ili alisimamishe agano la pili. Hakusema kwamba wamelichanganya. Unajua sasa hivi kanisa linachanganya agano jipya na kale, yote tuyatumie kwa pamoja. Na ndio maana mimi nilikuuliza nikakwambia, agano la kale Musa alisema jino kwa jino, jicho kwa jicho. Agano jipya Yesu anasema wapendeni adui zenu. Sasa utashika kipi? Ukiyachanganya yote, ukasema tunatakiwa tuyashike yote, utashika kipi kama hapo? Utashika jino kwa jino au utawapenda adui zako? Ndio maana ndani ya kanisa ni rahisi sana kushika jicho kwa jicho, kwa sababu watu wengi wako mwilini. Na unapozungumza habari ya jicho kwa jicho ni habari ya mwili, na wewe ni mtu wa mwilini. Ila mtu wa rohoni ndio yule mwenye uwezo wa kumpenda adui yake. Ndio yule unaona Stefano anapigwa mawe anasema, Baba, usiwahesabie dhambi hii. Ni mtu wa rohoni tu anaweza kusema hivi. Mtu wa mwilini lazima aite moto. Leo ananipiga. Mimi natangaza habari njema kwao. Wanaacha kuamini, wananipiga mimi. Lakini Baba, najulikane kwamba leo upo hapa. Ina swali, sio utaliweka vipi? Karibu. Okay. Na tunakumbuka kwamba Yesu alikuwa ni binadamu aliyekamilika. Yes, alikuwa ni mwanadamu. Yes. Na tulisema nadhani katika episode kama sikosei ya kwanza kwamba ubinadamu wake ulimfanya hata akawa na hasira vile. Na ndio maana aliwapiga watu waliokuwa wanafanya biashara ndani ya hekalu la Mungu. Sasa tunapoongelea kile kipigo alichokitembeza mule, ile ni moja ya kwamba alijidhihirisha katika mwili, yani kwamba alishindwa kuwapenda au alishindwa namna tofauti ya kuwakemea yakipendwa zaidi, akaamua awachaleze fimbo. Na kuelewa unachosema. Ila utakumbuka tulisoma kwamba anasema alizaliwa ndani ya sheria ili awakomboe hao waliokuwa ndani ya nini? Ya sheria. Kwa hiyo manake Yesu wakati anafanya vile alifanya kwa msingi wa Torati. Unajua Torati kumuua kafiri au kumuua mtu asiyefaa ni ibada. Sema neno vile walivyomleta yule mwanamke ili wampige mawe, yani kumpiga yule ilikuwa ni sehemu ya ibada, sio kosa. Yani kama angetokea mtu ambaye hana dhambi kweli pale akampiga, alikuwa hahesabiwi hatia. Ile sasa Mungu anajua kabisa kwamba hakuna mtu anaweza kuhesabiwa haki kwa matendo ya sheria. Hayupo. Pamoja na kwamba yeye ndio kaiachilia hiyo sheria. Mission, ukisoma kwenye Wagalatia sura 3 anasema sheria ilikuwa ina kazi ya kutuleta kwa imani au kwa Kristo, imani ambaye ni Kristo. Sheria ndio ilikuwa na kazi hiyo, itulete tu hapo. Okay. Ikishafika hapo kazi yake imekwisha. Ukisoma kwenye Wagalatia. Si umeipata? Nimejibu kidogo kile ulichosema. Nimekuelewa. Umenielewa? Yes. Sasa tukirudi kwenye hiyo, unaona kile ambacho Yesu anaongea kuhusu lile ambalo tulikuwa tumelilenga la nini? La yale mahusiano. Na of course nakumbuka tulikuwa tunaongea vile namna alivyotoa ile sadaka ambayo inaondoa kabisa dhambi. Na mwili wake ulihusika katika kuondoa dhambi. Na ndio nilikuwa naisoma kwenye Waebrania. Ingawa nia yangu bado nataka nije tumalizie tu hapa kwenye tuna dakika 10 zinatosha kabisa. Kutosha, okay. Yeah. Kutoka hapa kwenye waraka wa kwanza wa Yohana nataka tuje tumalizie. Ila nisome hii Waebrania 10 ambayo tuko tunaendelea kuisoma. Ndio. Anasema, hapo juu asemapo dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo dhambi hukuzitaka wala kupendezwa nazo, zitolewazo kama ilivyoamuru Torati.
Ndipo aliposema tazama nimekuja niyafanye mapenzi yako. Aondoa la kwanza ili kusudi aisimamishe la pili. Nikawa naongea hapa issue ya agano. Ndio. Kumbe mapenzi ya Mungu ilikuwa kuliondoa lile agano la kwanza. Kwa nini? Ilikuwa ni kivuli. Sasa analeta kitu halisi. Ndio maana utakumbuka katika episode nafikiri iliyopita nikasema ili kuona vizuri katika agano lile la kwanza lazima uvae miwani ya Kristo. Yaani Kristo awe kama miwani yako ya kuonea. Ndio utaona kule. Unakumbuka tukaongea habari za mwamba, tukaongea habari za nguzo ya moto, tukaongea habari za nyoka wa shaba, tukaongea habari za hata yule mwana kondoo ambaye Abrahamu alimchinja pale baada ya kuambia usimuue mwanao. Tazama kondoo, akaona kondoo akamchukua akamchinja. Yule alikuwa Kristo. Yaani ziko sehemu nyingi tu ambazo zinamuonyesha Kristo. Nyingi tu kule. Nyingi sana zinazomuonyesha Kristo. Okay. Umenielewa? Yes. Sehemu nyingi tu zinamuonyesha Kristo. Hata ile wana wa Israeli wakati wanavuka bahari ya Shamu, kile kilichopasua bahari, ile njia waliyopita pale ilikuwa ni Kristo. Yaani pale walipita ndani ya Kristo. Ndio maana yote ambaye hajamwamini Kristo hawezi kupita ndani yake. Misri walizama pale. Si unakumbuka kwa Misri walijaribu kutaka kupita wakafia pale? Ndio. Hao walikuwa wanapita kwenye kitu zaidi ya kinavyoonekana kwa macho. Ile mtu mwingine anaweza kiona kwa macho akafikiri naye naweza nikapita. Yaani kwamba kama Geoffrey amepita hapa hata mimi na Geoffrey mwenyewe mbamba mwili mdogo ule mimi napita kabisa. Kumbe wewe una zaidi ya hivyo. Yaani kuna kitu kimo ndani. Yaani wewe ni kama umo ndani ya kitu fulani. Amerika inakufanya unapita unapopita. Sasa mtu mwingine anashangaa anapopita pale anakaangika. Mwingine anashangaa mbona anaumia? Mbona anakaangika? Mbona Geoffrey kuona nani hivi? Mwenzako anaweza kuwa anapita alikuwa yuko ndani ya kitu. Wewe unapita uko empty. Uko tupu. Utafia hapo. Sasa mapenzi kumbe ile ambayo hata anasema Yesu anasema katika kusali salini hivi Baba yetu uliye mbinguni jina lako litukuzwe. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Kialisi leo watu wanapenda kuendelea kuiomba ila hawaelewi kama mapenzi yalishatimizwa. Mapenzi yake ilikuwa ni kulitoa la kwanza ili alisimamishe la pili. Ndio ilikuwa mapenzi. Na ndio hapa anasema Anasema ndipo aliposema tazama nimekuja niyafanye mapenzi yako. Niliondoe la kwanza ili nisimamishe la pili. Okay. Kuna kitu hapo tutakuja kujadili. Sitaki tuseme sasa hivi. Wewe andika tu tutaongea tu hayo mambo. Tutakuja kukisema hicho. Yaani hii ninavyosema hii mapenzi ni kama Yesu alichokifanya hapa ni kama ndio unaweza ukasema ni kama ndio shina. Ndio. Shina la mapenzi yote ya Mungu. Hakuna mapenzi nje ya Kristo. Mapenzi yote hata ya kibinadamu, yani kwamba wewe unatafuta kujua mapenzi ya Mungu kwako. Shina lake lazima ni Kristo, ambaye ndio lazima urudi kwenye hili la pili. Anasema ameliondoa la kwanza ili asimamishe la pili. Naposimama kwenye hili la pili ndio najua mapenzi ya Mungu kwa maisha yangu. Ndio maana anasema geuzweni kwa kufanya upya nia zenu. Mnageuzwa vipi? Kwa kujua alichokifanya Mungu katika Kristo kuhusu nyinyi. Sehemu nyingine anasema kwenye Wakorintho wa pili sura ya 5 anasema alitupa huduma ya upatanisho. Na amesema tutangaze kwamba patanishweni na Mungu. Kwa nini? Yeye Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Alikuwa akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Ndani ya nani? Ndani ya Kristo. Umeelewa? Sasa anaposema alikuwa akipatanisha ulimwengu na nafsi yake, ina maana kwenye nafsi hiyo ambayo Mungu anasema nafsi yake ni nani? Ni Kristo. Na Kristo ni nini? Kristo anafunua kwenye yale maneno anayoongea. Kwa hiyo ina maana tunapokubali ukweli wale maneno anayoongea, maana tunapatanishwa naye. Sio kama umenielewa. Najua naongea kitu kimoja kidogo. Yana maana hii China inapokuja Tanzania kutaka labda kuchimba labda dhahabu au kuchimba Tanzanite, kuna makubaliano lazima yafanyike. Yale makubaliano ndio yanaleta kupatanishwa. Ndio. Kwa lile lengo la kufanya nini? La kuchimba dhahabu. Kwamba tutawaruhusu mchimbe dhahabu Mbeya. Hapo mlipogundua. Ila kwa makubaliano haya. Sasa China wataongea, Tanzania wataongea. China wataongea, Tanzania wataongea. Itafika mahali wataingia kwenye hiyo agreement. Ndio. Maana watapatana kwamba sasa kumbe tumepatana, tutatembea hapa. Manyinyi wa China mtakaa hivi na sisi wa Tanzania tutakaa hivi. Kwa hiyo inafika mahali wanakaa kwenye yale mapatano, wanafanya nini? Wanatembea. Sasa ndivyo ilivyo katika Mungu. Watu wengi wanafikiri kupatana na Mungu ni kwa kutubu tu kwamba naomba nisamehe, damu yako nitakase, si nani. Hapo ndio basi. No, hiyo ni safari. Yaani hapo ndio kwanza uko mlangoni hujaanza kuingia kusafiri. Ila hasa anapozungumza kupatanishwa, maana yake anaongelea katika kila area vile Mungu anavyosema katika Kristo. Ndivyo anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya.
ya kale yamepita na tazama yamekuwa mapya. Maana yake ifike mahali ndani yako ikubali huo ukweli na upatanisho nao, yani maana yake uwe mmoja na huo ukweli. Mtu akikuona analiona hilo neno na akiliona hilo neno anakuona wewe. Maana sasa unakuwa umepatanishwa na nani? Na Mungu katika hiyo area. Si umeelewa kidogo kwa sehemu? Yeah, kwa sehemu nimeelewa, lakini vile vile kama kawaida ninatunza moyo. Sitaki niibue jambo lolote sasa hivi kwa sababu ndio tumeisha. Yeah, kwa hiyo okay. Yeah. Nimalizie kwa yale anayosema. Okay, aliondoa la kwanza na nini anasema? Nimalizie tu kusoma haya alafu nimalize kile ambacho nilikuwa natamani nikimalize kwa dakika chache hizo 2-3. Anasema, katika mapenzi hayo tumepata utakaso. Mapenzi yapi? Hayo ya kuliondoa la kwanza na kulileta la pili. Anasema tumepata nini? Utakaso. Kwa kutolewa kwa mwili wa nani? Wa Yesu Kristo mara moja tu. Kumbuka kule juu tulikoanza alikuwa anasema kama ingewakamilisha wasingedumu kurudi kila siku. Lakini hapa anasema kwa kutolewa Yesu mara moja tumepata nini? Utakaso. Na huo utakaso sio kitu kinachoendelea. Kikiendelea manake ni kama tunarudi kwenye agano lile ambalo wenzetu walikuwa nalo. Ndio utanielewa naposema damu inapomtakasa mtu inamtakasa mara moja. Ila mtu anakosa teaching ambayo itaanza kufanya upya fikra yake ili aanze kutembea kule Mungu aliko. Sio kila siku kudumu, baba naomba nisamee, ninataka kulala, ukirudi uninyakue. Watu wengi wanaombaga hivyo ili wanyakuliwe. Sio wanasubiri okay niache mambo ya unyakuni siongee psiko. Sio umeelewa anasema? Kuelewa. Yes. Asema mara moja tu. Anaendelea anasema, na kila kuhani husimama kila siku akifanya ibada na kutoa dhabihu zile mara nyingi ambazo haziwezi kabisa kuondoa dhambi. Au anaongea sasa katika hizo. Yaani hapo ukifuatilia Paulo anavyoongea, anaongea agano la kale lilivyokuwa linafanya kazi na anaongea agano jipya. Yaani analeta ile tofauti. Anasema, lakini huyu alipokwisha kutoa, yani Yesu sasa. Si umeelewa na sentence ya kwanza? Hebu nirudie sentence ya kwanza ambayo iko naongea agano la kale afu anarudi tena kumuongea Yesu. Huyo ambaye alitolewa mara moja. Anasema hivi, na kila kuhani husimama kila siku, hiyo agano la kale, akifanya ibada na kutoa dhabihu zile mara nyingi ambazo haziwezi kabisa kuondoa dhambi. Ila anaendelea anasema, lakini nani huyu Yesu? Anasema lakini huyu alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo hata milele. Hitaji dhabihu nyingine mzee. Anasema aliketi mkono wa kuume wa Mungu. Tangu hapo akingojea hata adui zake wawekwe chini ya miguu yake. Maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele hao wanaotakaswa. Sio kuna kitu umekipata? Nakuelewa vizuri. Yaani huko juu ameongea namna ambavyo wale haikuweza kuwatakasa, haikuweza kuwakamilisha. Ila kwa anaongea dhabihu Yesu namna ambavyo imeweza kutukamilisha, tumetakaswa. Sasa tukidumu kufanya kama alivyofanya agano la kale, maana kuna kitu hatujaelewa. Kila siku tukidumu kudai damu itutakase, maana kuna kitu tuna miss, hatujaelewa nguvu ya damu. Damu inatakasa mara moja tu, ila ufahamu wetu ndio bado hujashift. Hatujafanya upya nia zetu. Sin conscious bado ina nguvu katika maisha yetu. Hatujapokea ile righteousness conscious. Maana katika agano jipya kinachotakiwa tukipokea ni righteousness conscious, ile dhamiri ya haki ambayo ndio hiyo utakuta inatupelekea hata kwenye maombi. Unamtambua Roho Mtakatifu, unamtambua Baba, unatambua uzuri wake, lakini leo sin conscious ndio inatupelekea kila wakati maombi. Mtu ataomba dakika 5, Baba ninakushukuru, asante kwa wema, kwa jina la Yesu, shetani toka, shetani kaisha hama. Sin conscious haimwachi. Kwa nini? Yuko na hali ya tia. Yuko na hali ya, yani yuko mahali ambapo ni kama na mangamngamu yani. Kuna kipindi fulani actually na muda wetu umetuishia. Niseme tu kuna kipindi fulani ulitoa mfano tulikuwa kanisani. Nadhani mwaka juzi. Okay. Ulitoa mfano wa namna kipindi na kusikiliza mimi. Hiyo ilikuwa nadhani sio mwaka juzi actually. Ni zaidi ya mwaka juzi nadhani. Ni muda kidogo. Ni muda kidogo. Okay. Ulisema kwamba jinsi tunavyoishi inatakiwa tuwe tunamshukuru Mungu kwa kila jambo. Yeah, of course. Ukasema kwamba hata ukiwa umeshika embe unakula ule utamu inatakiwa umshukuru Mungu na ushuhudie Mungu kwamba
Mungu kweli wewe fundi. Hata utamu, yani unajaribu kumfeel Mungu kupitia ile test pia. So of course nilikuwa naongezea tu hicho kitu by the way. Muda wetu umetuishia kabisa hapo sisi tunafanyaje? Lakini naomba kama tunapoendelea session nyingine tutaendelea kutoka kwenye lile swali la, kwa sababu tuko kwenye uhusiano wetu na Mungu. Namna tunavyohusiana ndio hiyo ilikuwa main point, kwamba ile kuna namna ile sheria ambayo sasa tunamtambuaje Mungu. Nikaongea tunamtambua Mungu kama baba. Na ili kumtambua Mungu kama baba ni lazima uyafungue maagano, kwa sababu Mungu hatumvamii tu. Wakati wote unapoongea mambo ya Mungu kwamba huyu Mungu anatakiwa kuabudiwa, lazima agano liwepo ambalo linawapa nyinyi access ya kumwabudu huyo Mungu. Ndio maana nikasema hata kwenye jamii zetu tu zile za zamani, Wachaga walikuwa na miungu yao na namna zao za kuabudu hiyo miungu yao, ambao unakuta Wasukuma hawezi wakavamia miungu ya Wachaga. Ndio. Si umeelewa? Kwa nini? Kuna namna ina taratibu zake na zinawahusu hao, kwa sababu ni maroho yaliyokaa kwenye hiyo jamii. Si umenipata? Sasa ndio maana nikaongelea sana issue za agano. Mtu anaweza kashinda kula sasa, wewe ameuliza tunahusiana vipi, anaanza kuongea mambo ya agano. Huwezi kumuingia Mungu bila agano. Na ndio maana unaona kule kote nimekutembeza kwa agano la kale, kwa sababu Mungu alikuwa anafanya maagano afu sasa ndio anamwabudu. Israeli katika agano lote la kale ukilifuatilia, walimwabudu Mungu kama watumwa wa sheria. Kihalisi walihusiana na Mungu kupitia sheria. Ila sisi tunahusiana na Mungu kupitia neema ambayo imetufanya tumezaliwa. Kwa maana tumezaliwa kwa kuichukua ile asili yake na kufanyika kuwa wanae. Sasa umeona covenant zinavyofanya kazi. Mungu anaingia agano na Yesu, alafu linaleta matokeo ya sisi kuzaliwa. Si unajua kwamba watoto wako hawana agano na kati yako wewe na Neema Hawana agano kati yangu mimi. Agano lako na Neema aliwahusu watoto wako. Okay. Si unajua agano lako na Neema ni tokeo. Watoto wako ni tokeo. Yes. Ndivyo kama Mungu na Yesu. Sisi ni matokeo. Yaani sisi tumezaliwa kwa sababu ya hiyo. Kwa hiyo wale hawana chochote. Yaani mtoto wako hawezi akaanza kuja yale madai ya katika tamu, katika raha, katika dini. Hayamuhusu yani. Okay. Nimalizie kutusi. Haya mengine tutaendelea kuongea haraka kwa sababu Okay, ndugu zangu tunawashukuru sana bwana kwa kuwa na sisi. Kama umefanikiwa kutusikiliza mpaka muda huu, basi imekuwa ni vyema sana kwako wewe, lakini ni njema pia kama tunavyosema katika vipindi vingine kwamba tunahitaji sana swali lako. Kama utakuwa kuna kitu chochote ambacho kinakutatiza, basi lete huo utata hapa ili Apostle ushughulikie na wewe utokane na huo utata. By the way, Apostle, karibu na wewe. Kwa kumalizia, mimi nashukuru sana. Niseme kwa mawasiliano zaidi au pia kama una support ya maneno haya yanakubariki na unataka utusupport, namba zetu zipo hapo, ukizifuatilia 0715396288. Lakini pia kwa wale ambao mko Dar es Salaam, labda unaweza kuwa unatamani kwamba naweza kwenda wapi kuabudu pamoja na watu, kujifunza katika madarasa ambayo yanafundishwa maneno. Tuko Mtendeni, shule ya msingi Mtendeni ambayo iko jirani sana na soko la Kisutu kule mjini Posta. Wale wanafahamu mjini kule karibu na chuo cha DIT nafikiri. Karibu na chuo cha DIT pia, kama unafahamu chuo cha DIT hatuko mbali nacho. Ukiuliza shule ya msingi Mtendeni. Ila nani rahisi zaidi ni soko la Kisutu. Ukiuliza tu soko la Kisutu, kifika soko la Kisutu unaiona shule ya msingi Mtendeni, ni hatua kama 15-20 hivi. Kwa hiyo tunakukaribisha. Kila Jumapili huwa tunakuwepo hapo, tunatumia darasa moja. Mungu alitupa neema ya kutumia darasa moja pale shuleni. Tunatumia darasa kwa ajili ya kujifunza haya maneno. Kila Jumapili saa 3 asubuhi mpaka saa 6 kamili tunakuwa tumemaliza hilo darasa letu. Karibu sana. Okay, kuwa huru kwa kutumia namba hiyo vile vile. Kama bado hujaelewa au unataka upate uelekezi zaidi kufika hapo, unaweza ukapiga hiyo namba na itapokelewa, manake utaelekezwa ili uweze kufika kwa urahisi hapo. Hata huduma ya maombezi hata kama mtu unahitaji maombezi, unajambo unapiga tu. Of course. So nakushukuru sana mpaka kufikia muda huu. Tuonane katika kipindi kijacho. Asante sana.